Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 awamu hii. Mtazamaji, tuelekeze kurunzi yetu moja kwa moja huko kaunti ya Meru, ambapo tunamulika serikali ya kaunti ya Meru. Na mtazamaji, siku ya jana yule ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Meru, namzungumzia Linda Kiome, alifaa kuweza kuhojiwa ama kufanyiwa ile ambayo inaitwa vetting, lakini mambo yalienda ndivyo sivyo, hakuweza kuhojiwa na bunge la kaunti ya Meru. Na kwenye video hii nitakuwa na kupatia sababu kamili mbona Linda Kiome hakuweza kuhojiwa siku ya jana, wakati ambapo alifaa kuweza kufanywa vetting ama kuweza kupigwa msasa kuweza kuchukua rasmi nafasi ya kuwa naibu governor katika kaunti ya Meru. Na mtazamaji, kulingana na taarifa ambazo tumefuatilia kwa kina ndani ya Bambika Media 254 ni kwamba sasa Linda Kiome, kumbuka kwamba alikuwa ameteuliwa kama mwanakamati wa ile ambayo tunasema kamati ya kuangazia wale ambao watakuwa wanateuliwa kama wenyekiti na makamishna wa IEBC, na kwa hivi anafanya kazi pale IEBC, na pia aliweza kuteuliwa kama naibu governor wa Meru. Na kulingana na taarifa za kuaminika ni kwamba kuna kesi ambayo iliweza kuwasilishwa kwenye mahakama, na kwa hivyo kesi hiyo lazima iweze kushughulikiwa kwanza, ndiposa yule ambaye ni mheshimiwa wakili Linda Kiome aweze kufanywa ile tunaita vetting, ama pia aweze kupigwa msasa na bunge la kaunti ya Meru. Hayo yanajiri wakati ambapo sasa wengi wa wale ambao ni wakazi kutoka kaunti ya Meru wameendelea kujiuliza maswali chungu nzima. Wanasema kwamba itakuwaje Linda Kiome aliteuliwa kama naibu governor wakati ambapo pia anafanya kazi na IEBC. Maswali mengi yameendelea kuibuka, lakini ni kwamba sasa itabidi wakili Linda Kiome angoje ama asubiri uamuzi wa mahakama iwapo ataweza kufanyiwa ile vetting au la. La msingi hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika Media 254.